Baada ya kuripoti kuhusiana na kile ambacho kilifanywa na Ukraine pale katika maeneo ya Kursk, ambapo Ukraine walifanya mashambulizi siku moja tu baada ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kutembelea katika eneo hilo, imethibitisha kwamba Ukraine walijaribu kuishambulia helikopta ambayo ilikuwa imembeba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, na walimshambulia kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, ambapo tukio hilo ni moja kati ya tukio ambalo liliwachukiza sana Warusi kiasi ya kuanza kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Helikopta iliyokuwa imembeba rais wa Urusi Vladimir Putin ilinaswa katika kitovu cha shambulio kubwa la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraini wakati rais alipokuwa akizuru mkoa wa Kursk mapema wiki hii. Hii ni kwa mujibu wa kamanda wa kitengo cha ulinzi wa anga anayefahamika kama Yuri Dashkin. Bwana Yuri Dashkin amesema Putin aliposafiri hadi katika eneo hilo nchini Urusi kwa mara ya kwanza tangu kukombolewa kikamilifu kutoka katika vikosi vya Ukraini. Wakati wa safari yake, rais alikutana na gavana Alexander Kaimestin pamoja na wakuu wa manispa za mitaa pamoja na watu wa kujitolea ambao wamekuwa wakiwasaidia wale walioathiriwa na uvamizi wa Ukraini ambao sasa umerudishwa nyuma, kwa mujibu wa ikulu ya Kremlin. Dashkin amethibitisha kwamba helikopta ya Putin ilijikuta katika kitovu cha operesheni ya kuzima shambulio kubwa la adui katika mkoa wa Kursk. Kiev ilianzisha shambulio lisilokuwa la kawaida la UAV katika eneo hilo wakati rais alipokuwa huku ulinzi wa anga wa Urusi ukiharibu UAV 46 za Ukraini na malengo yote ambayo yalikuwa yamepangwa na Ukraini yalishindwa kufua dafu katika eneo hilo. Nikimnukuu, huyu mtaalam anasema, ningependa kusisitiza ukweli kwamba ukubwa wa mashambulizi wakati wa kukimbia kwa ndege ya amiri jeshi mkuu katika eneo la mkoa wa Kursk uliongezeka kwa kiasi kikubwa. Vitengo vya ulinzi wa anga katika eneo hilo vililazimika kuendesha mapambano dhidi ya ndege kwa wakati mmoja na kuhakikisha usalama wa helikopta ya rais angani. Kazi hiyo ilitimizwa ambapo shambulio la ndege zisizokuwa na rubani za adui lilizuiwa huku shabaha zote za angani zikishambuliwa na majeshi ya Urusi. Ukraine ilizidisha kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake ya ndege zisizokuwa na rubani ndani ya Urusi wiki iliyopita, na wizara ya mambo ya nje ya Moscow iliripoti kwamba ndege zisizopungua 764 zisizokuwa na rubani zilinaswa katika ardhi ya Urusi kati ya Jumanne na Ijumaa. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi, ukubwa wa shambulio hilo bado haujapungua huku mamia zaidi ya UAV yakiharibiwa Jumamosi na Jumapili. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alizungumza Jumamosi ya tarehe 24 kwamba baadhi ya mataifa ya Ulaya yakiongozwa na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na uongozi wa Umoja wa Ulaya ambao wanaunga mkono Kiev na wanataka mzozo uendelee, watawajibika kwa uvamizi huo wa ndege zisizokuwa na rubani. Siku hiyo hiyo, wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilipendekeza kwamba ongezeko la mashambulizi ya UAV lilikuwa ni jaribio la kukwamisha mazungumzo ya amani ambayo yanasimamiwa na Marekani kati ya Moscow na Kiev, na wizara hiyo imesisitiza kwamba dhamira ya msingi ya Urusi katika kutafuta suluhu ya amani kwa njia ya mazungumzo bado haijabadilika. Kwa hiyo Ukraine, wakati wamegundua kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametembelea katika eneo hilo la Kursk, wao walianzisha mashambulizi na walitaka kuilenga ndege ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba vitengo vya ugunduaji wa mashambulizi ya Ukraine vilifanikiwa kuinasa hizo drone ambazo zilikuwa zimeweka target ya kuishambulia ndege ya Bwana Vladimir Putin, na hatimaye rais wa Urusi akaondoka katika eneo hilo akiwa salama salmini. Na kufuatia majaribio hayo yaliyofanywa na Ukraine katika eneo hilo la Kursk liliwachukiza sana Warusi, ambapo Urusi sasa wameanzisha mashambulizi ya mfululizo ya ndege zisizokuwa na rubani katika taifa la Ukraine. Kwa mujibu wa ripoti zilizopo ni kwamba Urusi sasa wameamua kujibu kwa vitendo majaribio ya Ukraine ya kujaribu kuishambulia ndege ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambapo wamefanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Ukraine Kiev pamoja na mikoa mbalimbali ya Ukraine, ambapo watu wasiopungua 12 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 60 kujeruhiwa. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Urusi ilishambulia mji mkuu wa Ukraine Kiev pamoja na mikoa mingine ya Ukraine kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora usiku wa kuamkia tarehe 25 Mei na kuua watu 12 wakiwemo watoto 3 na kujeruhi zaidi ya 60. Waziri wa mambo ya ndani Ihor Kylmenko amezungumza.
Urusi ilirusha makombora 69 usiku mmoja na ndege zisizokuwa na rubani 298 kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi la anga la Ukraine. Jeshi la wanaanga liliripoti kwamba makombora 45 yalidunguliwa na ulinzi wa anga na ndege zisizokuwa na rubani 266 hazikufanikiwa kutekeleza yale ambayo walikuwa wamelenga, huku maeneo 22 yakirekodi mashambulizi ya moja kwa moja. Mashambulizi hayo yanakuja usiku mmoja baada ya moja shambulizi zito zaidi la Urusi dhidi ya Kiev katika kipindi chote cha mapambano. Shambulio pia limeambatana na siku ya Kiev likizo ya jiji ambapo kwa kawaida huadhimishwa Jumapili ya mwisho wa mwezi Mei, lakini kwa bahati mbaya wameshindwa kufanya hivyo. Jeshi la wanaanga la Ukraine lilionya mwishoni mwa Mei kwamba Urusi ilikuwa imerusha mawimbi ya ndege zisizokuwa na rubani kuelekea maeneo mengi. Pia ilitoa onyo la kutokea kwa kombora la ballistic muda mfupi kabla ya saa 6 za usiku, na baadaye usiku tahadhari ya anga ilianza kutumika katika mikoa yote ya Ukraine pamoja na mikoa ya magharibi mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa Kylemenko, Warusi walishambulia miji ya Kiev, Zaitomil, Khmelnytskyi, Tenpol, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Chernihiv, Khelkas, Sami, mikoa ya Poltava ambapo zaidi ya majengo 80 ya makazi yameharibiwa kwa mujibu wa taarifa. Waziri wa mambo ya nje Andrei Sybiha yeye amelani shambulizi hilo na kutaka jumuiya za kimataifa kuishinikiza zaidi Urusi kusitisha mapigano. Wakati ulimwengu mzima unatoa wito wa kukomesha mauaji, Putin ameamuru mashambulizi zaidi na mauaji ya watoto. Hii ni kwa mara nyingine inasisitiza umuhimu wa usitishaji vita kamili usiokuwa na masharti na usitishaji wa kudumu, na juhudi zozote zile za amani zinatakiwa kutafutwa, aliandika bwana Andrei Sybiha kupitia katika ukurasa wake wa X, akisema ulimwengu lazima ushinikize Urusi kukubali hilo na kukomesha mauaji ya moja kwa moja yanaendelea kufanywa na Urusi. Watoto watatu wenye umri wa miaka 8, 12 na 17 waliuawa katika mkoa wa Zaitomil kulingana na huduma ya dharura ya jimbo. Wengine 12 katika mkoa huo walijeruhiwa. Kylemenko baadaye aliongeza kuwa watoto wote watatu walikuwa wanatoka katika familia moja na wazazi wote wawili wamelazwa hospitalini. Mama huyo yupo katika hali mbaya. Wakati wa shambulio hilo, Taimar Tikashenko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev, aliwashauri wakazi kuchukua hatua za kusikiliza zaidi taarifa ambazo zinatolewa na idara za usalama. Akasema usiku hautakuwa rahisi. Kuna tishio la adui kutumia idadi kubwa ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora kutoka katika ndege za kimkakati. Vifusi au vipande vya ndege zisizokuwa na rubani vilianguka na viligonga bweni la wanafunzi katika wilaya ya Holovskyi ya Kiev na kusababisha moto. Meya wa Kiev Vitali Klitschko aliandika, na watu 4 walijeruhiwa na kupatiwa matibabu papo hapo. Lakini mtu mwingine alijeruhiwa katika wilaya ya Desnyansk ambapo alipokea matibabu katika eneo la tukio. Klitschko alisema wakati mwathirika wa pili katika eneo hilo alilazwa hospitalini. Nyumba katika wilaya ya Dnipropetrovsk ya jiji pia iliharibiwa. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev uliripoti kwamba mwanamke katika wilaya hiyo alijeruhiwa kwa kuvunjika mguu. Kituo cha biashara kiliharibiwa katika wilaya ya Shevyavinskyi kwa mujibu wa taarifa. Waathirika wengine 11 walijeruhiwa, ikiwa ni kati ya umri wa miaka 18 na miaka 62 kutokana na mashambulizi ya Urusi. Lakini pia nje kidogo ya mji mkuu, watu 4 katika jimbo la Kiev waliuawa katika mashambulizi na wengine 15 walipata majeraha. Huduma ya dharura ya serikali ilitoa taarifa huko Kharkiv. Meya Igor Telekov pia aliripoti kwamba ndege zisizokuwa na rubani zilipiga katika wilaya ya Osnoviaskyi, Novobariaskyi, Shevchenskyi ya jiji hilo, ambapo biashara za kiraia katika wilaya ya Osnoviaskyi iliharibiwa wakati jengo la ofisi lilishambuliwa katika wilaya ya Shevyavinskyi. Vioo vilivunjwa katika majengo kadhaa na ghorofa, huku kukiwa na mashambulizi, aliandika Telekov kupitia katika mitandao ya kijamii. Artem Semenkin, meya wa Kotonop katika Oblast ya Sami, alisema shambulio la usiku mmoja la Urusi huenda lilikuwa ni moja kati ya shambulizi kubwa zaidi na la pamoja dhidi ya jiji letu tangu vita ya pili ya dunia. Ndege zisizokuwa na rubani na makombora pia zilipiga maeneo mengi katika jiji la Chernihiv na eneo jirani. Huduma dharura jimbo liliripoti moto ulizuka katika hifadhi na majengo yasiyo na makazi, ikiwa ni pamoja na moto mmoja ambao ulifunika zaidi ya mita za mraba 1000. Taarifa kuhusu majeruhi na uharibifu bado zinaendelea kuchunguzwa, na pindi tutakavyozipokea tutaziwasilisha hapa.
Lakini kwenye taarifa hiyo hiyo, katika eneo la Tenpol, jiji la magharibi ambalo huwa halilengwi mara kwa mara na mashambulizi ya Urusi, kombora la Clois Karebrel lilipiga kituo cha viwanda na kusababisha moto, kulingana na Gavana Vyacheslav Nehoda. Majeruhi na uharibifu pia uliripotiwa katika mkoa wa Keliaminskyi. Gavana Serhiy Tryan alisema mashambulizi hayo yaliua watu 4 katika eneo hilo na kujeruhi wengine 5, mbali na kuharibu miundombinu ya msingi ya raia. Poland ilivamia ndege za kivita na kuwasha ulinzi wa anga kama ilivyofanya hapo awali kulinda anga yake wakati wa mashambulizi makubwa ya Urusi jijini Ukraine. Usiku uliopita Urusi ilizindua shambulizi kubwa la ndege isiyokuwa na rubani na kombora dhidi ya Kiev na kujeruhi takribani raia 15. Miongoni ilisababisha milipuko katika jiji zima na kuharibu majengo ya makazi katika taifa hilo la Ukraine. Kwa hiyo Urusi wao, kile ambacho Ukraine walikijaribu, Urusi wao wameamua kupiga. Ukraine walibipu, Urusi wameamua kupiga. Sasa ni taarifa za mashambulizi kila uchao ambayo yanafanywa na serikali ya Urusi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.